kuanzia mstari wa 15. Nao nasema ni neno la kuaminiwa tena lastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Kristo Yesu auzirishe uvumilivu wake wote, naye kielelezo kwa wale watakaomwamini baadaye wapate uzima wa milele. Amen. 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 Huyu ni mtoto wa Galatia Ministry. Naenda kusoma mstari wa 1. Rudia ngaupe. Kanisa. Huyu ni mtoto wa Galatia Ministry. Kwa majina naitwa Jema Baraka. Naenda kusema mstari wa 1. Unatoka Mathayo Mtakatifu mstari wa 5. Mathayo Mtakatifu 5 mstari wa 2 hadi 10. Na unasema, naye alipofungua kinywa chake aliwafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hawatafarijika. Heri wenye upole, maana hawatairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hawatashibishwa. Heri wenye rehema, maana hawatapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hawatamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hawataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuuziwa kwa ajili ya haki, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mstari wangu natoka Ayubu 5:2, na inasema aushikia atavikuwa hivi. Chapia makofi. Naenda kusoma mstari wangu 1. Mimi ni Mungu ambaye na miungu mingine. Baba, mtoto katajai pasai na yata yeta pakata pakuamu. Imani toki na kusoma mstari wangu 1. Amen. Yesu Mungu na amani. Amen. Mtoto wa Galatia Ministry. Naenda kusoma mstari wa 1. Kutoka katika kitabu cha Mithali 11 mstari wa 12. Naye anasema, asiye na akili humdharau mwenzie, bali mtu mwenye ufahamu nyamaza. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Stefano, ni mtoto wa Nuru duniani. Naenda kusoma mstari wangu wa Mungu. Mstari 12 mstari wa 12. Mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana, bali mtu mwenye ila atahukumiwa.